Kuna sauti inatoka mbinguni ingia duniani. Ana alikuwa akinena moyoni mwake, midomo yake ndio inaonekana anacheza, lakini hakusikika. Anasema ni hapa watu wa Mungu ndio kuna siri kubwa. Mbingu haisikilizi kelele, mbingu inasikiliza uzito wa moyo. Tukatai kuomba kwa sauti kwa sababu ya saikolojia. Tuko na watu waweza kuomba kimya kimya. Kimya kimya ni maombi binafsi ya chumba cha siri, lakini Mungu asikiliza kelele, anasikiliza uzito wa moyo. Unapo hata ukapiga makelele baba, kama hakuna uzito wa moyo, anasema mara kaza wa kaza kwa manabii, hizo ni kelele, niondoleeni kelele. Naomba kimioyo yenu iko mbali na mimi, msirudi mavazi, narudi mioyo, nami nitawasikiliza. Yo kwa jina la Yesu Kristo. Watu wengi wana sauti kubwa, lakini mioyo yao kwenye maombi ni midogo. Ana alikuwa na sauti ndogo, lakini moyo wake ulikuwa mkubwa. Ndio maana Eli alichanganyikiwa. Ana alikuwa na sauti ndogo, lakini moyo mkubwa. Yale maombi ya Habakuki ndio analiomba, yale maombi ya Yesu mwana wa Mungu, yale maombi ya Musa aliyekuwa akipomoka kifudifudi katika nchi siku 40. Kimya, umsikie Musa naomba, unasikia tu pumzi zimekamatana udongo, vumbi chini, lakini usikia naomba siku 40. Mpaka lile eneo lote linapata kibali cha Mungu Baba na uwepo unashuka. Ndio maombi aliomba Ana, sauti ndogo lakini moyo mkubwa. Mpaka Eli akachanyikiwa, aliona midomo ikicheza lakini sauti hasikiki. Akasema hii mwanamke inakuaje? Mwanamke huyu alikuwa hajalewa. Lakini Eli hakujua kwamba kuna kiwango cha maombi ambacho mtu anafika mpaka maneno yanashindwa kubeba uzito wa ile maumivu. Kiwango cha maombi mpaka maneno yanashindwa kubeba uzito wa ile maumivu yaliyotengenezwa na mapito hayo. Kuna machozi ambayo hayawezi kutafsiriwa kwa lugha. Kuna maombi ambayo hayawezi kusemwa kwa sentensi za maneno ya kinywa. Yo katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Naudia tena, hakuna jeshi la kutushinda. Kwa silaha hizi hakuna jeshi la kutushinda. Kuna vilio ambavyo Roho Mtakatifu pekee ndiye anavielewa. Viko vilio vya maombi Roho Mtakatifu pekee yake ndiye anavielewa. Mimi ni shuhuda, ni sehemu ya maombi ya aina hii. Mimi mzee upako, jambo likinigusa sana huwa nashindwa kusema, inabaki roho tu, moyo unasema, moyo unaugua. Kuna mahali maumivu yakinifikisha mahala huwa nashindwa kuzungumza. Ndio maana katika wimbo huu nilikuwa nikumbushe, nahimiza hapa watu wa Mungu waombe maombi ya Elia, na iwe maombi lakini yale ya Elia, yale ya Enoko, yale ya Habakuki, yale ya Yesu mwana wa Mungu. Mwalimu alionekana Getsemane akiomba, usikii sauti, unasikia mtu anatetemeka. Usikii sauti. Hakuna jeshi la kutushinda. Roho mwenyewe utuombea kwa kugua. Kutamko wa maandiko yanasema watu wengi wanajua kusema maombi, lakini wachache wanajua kumimina moyo. Wengi wanajua kusema maombi ya kusema, wengi wanayajua, lakini wachache wanajua kumimina moyo. Mungu hajibu maneno mengi. Mungu hujibu moyo uliomwagika mbele yake, sio maneno mengi. Hata useme maneno mengi, Jehova Shama, Jehova Elohimu, Jehova, kama moyo hujamiminika, Baba anakutazama tu na maneno yako mengi. Mungu anajibu moyo uliomiminika mbele yake.
Sema amen. Ana kumwaga maji, analimwaga moyo. Nimemimina nafsi yangu mbele za Baba. Angalia, akusema nimemimina shida yangu, akusema nimemimina machozi yangu, akusema nimemimina mahitaji yangu, akasema nimemimina moyo wangu, nafsi yangu, sio tabu zangu, nafsi yangu mbele za Baba. Halo. Hii ni hatua ya juu sana ya maombi. Watu wengi mbele za Baba kupeleka shida zao. Ana alijipeleka mwenyewe. Kuna tofauti, unapeleka ombi lako bila kujipeleka wewe. Ndio. Lakini siku utapojiweka madhabahuni, ndipo utajua Mungu anaanza kufanya kazi. Ile siku ambayo utajipeleka wewe madhabahuni, ndipo utajua Mungu anapoanza kufanya kazi. Ndio maana madhabahu haibadilishi mazingira. Madhabahu cha kwanza inambadilisha mtu. Akupeleka shida, akupeleka makelele, alipeleka kwanza moyo. Umeelewa? Mtakimbilia kule, Mungu ajibu maombi, Mungu asiki. Ndio nakwambia sasa, nakupa siri hizi za ndani sana. Wewe piga makelele yako, funga na kuomba. Kama hujapeleka moyo, iko siku utakufuru Mungu hayupo. Ukitaka Mungu muone, peleka moyo. Mimi na moyo, jipeleke wewe, sio shida wewe. Kwa hiyo madhabahu ile cha kwanza haikumbadilisha, haikuta badiliko ya nje. Kwanza ilimbadilisha Ana, sio mazingira. Ana kwanza alibadilika, akajimimina, akapeleka nafsi yake. Sema amen. Sema amen. Tumalize kusema Eli alikosea tathmini yake, lakini hakukosea neno lake. Eli, hii ni siri kubwa. Eli alimwona Ana, akamtafsiri vibaya, akamhukumu vibaya, akamwita mlevi. Lakini baada ya kusikia moyo wake, akasema nenda zako kwa amani, na Mungu wa Israeli akutane na hitaji lako. Hapa kuna jambo la kushangaza. Mtu alikosea tathmini ndiye aliyetamka baraka. Mtu aliyeshinda kutambua hali yake ya Ana ndiye aliyetoa neno la kufungua tumbo la Ana. Kwa nini? Kwa sababu Mungu huwa anatumia vyombo visivyokamilika kutimiza makusudi yake. Kuna wakati maombi yanahitaji neno la kinabii. Ana alikuwa ameomba, alikuwa amelia, alikuwa amefunga, alikuwa amedumu. Lakini kuna wakati baada ya mambo marefu, Mungu hutuma neno. Neno hilo linafungua msimu mpya katika maisha yake. Nahitaji matamko ya mababa wa kanisa juu ya maisha yetu. Nahitaji mababa wa kiroho waliotangulia waseme neno. Sasa mchungaji, naomba nitamkie neno. Lakini lazima neno litamkwe kwa Ana ambaye amemimina moyo wake. Baba wa mbinguni angeweza mwenyewe kufua ile mifupa, lakini alimwambia Hezekia, tamka, sema neno. Haleluya. Haleluya. Matamko ya Eli kwa Ana yalifungua msimu mpya. Sema amen. Neno la Eli alikuzaa Samueli lilifungua kilichofungwa kwa muda mwingi. Hapa makosa mengi ya watu wanafanya. Eli hakumuumba Samueli. Samueli alikuwa tayari ndani ya makusudi ya Mungu tangu zamani, lakini kulikuwa na mlango uliofungwa. Neno la Eli likafungua mlango huo. Kuna watu wanafikiri mtu ndiye chanzo cha muujiza. Hapana, muujiza chanzo chake ni Mungu mwenyewe, lakini Mungu hutumia watu kufungua milango iliyofungwa. Baada ya maneno ya Eli, baada ya neno, Ana alibadilika kabla ya tumbo kufunguliwa. Baada ya maneno ya Eli, ametamka mtumishi wa Baba juu ya Ana. Ana alibadilika kabla ya tumbo kufunguliwa. Sikiliza, hii ni hatua muhimu sana ya imani. Uso wake haukuona huzuni tena. Akasubiri. Samueli bado hajazaliwa, tumbo halijafunguliwa, lakini huzuni imeondoka. Maana mzee Poko amesema, lile ghorofa lako binti yangu nani Amina utajenga na la 3. Ndio maana yake.
Ile ramani yako Bwana licha ya kujenga ghorofa itimie katika jina la Yesu. Hajaona heri mtoto akizaliwa, lakini anaamini kwa maadamu madhabahu imesema itatimia. Kwa nini? Kwa sababu kuna watu wanaosubiri muujiza ndipo wapate imani, lakini watu wa imani hupata amani kabla ya muujiza. Hii ndio siri ya kupokea. Unapotembea kana Mungu amesikia, kabla hujaona majibu unasonga mbele. Hiyo ndio nguvu ya imani. Penina alimsukuma Ana, lakini maombi yalimsogeza Ana mbele za Baba. Kuna maombi ambayo hayawezi kusikika duniani, lakini mbingu inasikia. Mungu hujibu moyo uliomwagika kuliko midomo inayoongea. Mungu anajibu moyo uliomwagika kuliko midomo inayoongea. Kabla Samueli kuzaliwa tumboni, alizaliwa katika madhabahu. Kabla Samueli hajazaliwa tumboni, alizaliwa katika madhabahu. Wakati mwingine kilichobaki kati yako na muujiza si maombi mapya, bali neno juu ya maombi hayo uliokwisha kuyaomba tangu wakati huo. Sema amen. Nimaliza kusema, Mungu akumpa Ana mtoto, alimkopesha nabii. Sikiza kwa makini. Hapo ndipo watu wengi wanaisha juu. Ana alikuwa analia kwa ajili ya mtoto, lakini Mungu alikuwa anawaza juu ya taifa. Ana alikuwa anaombea tumbo lake, lakini Mungu alikuwa anaona vizazi na vizazi. Ana alikuwa anaomba mtoto, Mungu alikuwa anaandaa sauti ya kinabii kuokoa Israeli. Understand me? Ndio maana baada ya kumpata Samueli, Mungu hakumruhusu Ana mmiliki Samueli. Alitakiwa amrudishe nyumbani kwa baba. Haleluya. Kwa sababu Samueli hakuwa mali ya Ana, alikuwa mali ya makusudi ya Mungu Baba. Kuna mambo Mungu anakupa, lakini sio ya kuyamiliki. Nia ya kusimama. Watu wengi wanataka muujiza, lakini hawataki madhabahu. Ana alitoa nadhiri mbele za Baba, yaani kumcha Mungu. Na ndio maana unaona Ana akukubaliana na moyo na faraja ya Penina ya mume wake Elikana. Elikana anaambia Ana, mimi ni bora zaidi ya watoto 10. Sio kila anayekupenda atakusaidia kutimiza makusudi ya Mungu. Wenda wanaokuchukia wewe kama Penina, hao ndio Mungu anawatumia ili wewe kumtafuta Mungu zaidi. Ndio maana maisha ya majaribu na mapito yanahitaji utulivu kabla hujatoa maamuzi. Kwa juu ukimwangalia Elikana ni kama ndio majibu ya Penina, lakini Elikana alikuwa anachelewesha muujiza wa Ana. Ana akakataa mambo ya kusema asante kunifariji, lakini hapana. Akakataa mambo ya Ana, akaenda mbele za Baba. Haleluya. 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 Lakini Mungu aliangalia unabii. Israeli ilikuwa imeingia kwenye kipindi cha giza. Makuhani walikuwa wameharibika. Nyumba ya Eli ilikuwa imeharibika. Kulihitaji sauti mpya. Sauti hiyo ilikuwa imefichwa ndani ya machozi ya Ana. Taifa limeharibika, Israeli wameharibika, lakini taifa hili linahitaji sauti mpya. Hiyo sauti ilikuwa imefichwa ndani ya machozi ya Ana kitambo. Sema imani. Hii ndio sababu usisalau maumivu. Uweda ndani ya maumivu hayo kuna huduma, kuna vipawa, kuna muujiza. Usisalau maumivu. Ukimwaza Penina naye kusumbua, unapeleka silaha mahali ambapo hakuna vita. Usisalau maumivu. Wakati mwingine Mungu ameyaruhusu ndani ya maumivu wako, ndani ya maumivu yako kuna sauti ya kinabii. Yuko Samueli. Haleluya. Haleluya. Uweda ndani ya maumivu hayo kuna biashara wewe. Uweda ndani ya maumivu hayo kuna taifa. Uweda ndani ya maumivu hayo kuna kizazi kipya kinakuja. Nimalize kusema Ana alikuwa anamuomba Mungu abadilishe maisha yake, lakini Mungu alimtuma kubadilisha historia. Hiyo ndio tabia ya Mungu. Unaomba kitu kidogo, yeye anawaza makubwa. Sulemani aliomba hekima, Baba akampa hekima na utajiri. Esther aliokuwa taifa,
lakini kwanza alifikiria anaokoa familia, kumbe Mungu atamtumia kuokoa taifa. Daudi alitumwa kupeleka chakula, lakini akawa mfalme wa taifa lile. Ana aliomba mtoto, lakini historia ya taifa ikabadilika. Haleluya! Ndio maana naamini ndani ya maombi haya na machozi haya uko muujiza. Milima inakwenda kushusha, mabonde kuinuliwa katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Haleluya, haleluya. Tunasema kwa kumalizia, Penina alimchoma Ana, Elikana alimfariji, Eli alimtamkia, baba akamjibu yo kwa jina la Yesu Kristo. Kina Penina wanakuchokoza, Elikana anakufariji, Eli anakutamkia, lakini Mungu anakujibu. Lakini Samueli alibadilisha historia. Ndio maana usikimbilie maumivu ambayo Mungu anatuma kukupelekea madhabahuni. Usikimbie maumivu ambayo Mungu anayatumia kukupeleka madhabahuni. Usikubali faraja ikakutoa kwenye makusudi. Faraja ya Elikana. Usikate tamaa kwa sababu kuchelewa. Usiache kuomba kabla msimu hujafika, kwa sababu mara nyingi kile unachokiita tatizo leo Mungu anakiona kama mlango wa kizazi kijacho. Penina aliona mwanamke tasa, Elikana aliona mke mhitaji wa faraja, Eli aliona muombaji, lakini Mungu aliona mama wa manabii ambaye atabadilisha taifa la Israeli. Nasema asante sana kunisikiliza. Naitwa Anton Thomas Lusekelo, katika jina la Yesu aliye hai. Mungu Baba akubariki.